Karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media. Njoo tuyazungumzie yale ya kimichezo, na mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, na hapa tunakwenda kupitishana kwenye kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye anga la kimichezo Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ikumbukwe leo hii kuna mchezo wa Wekundu Msimbazi Simba akiwa anakaribishwa dhidi ya RS Berkane kule katika dimba la Manispaa ya Berkane huko nchini Morocco. Lakini kubwa kuliko kuna zile ambazo zilikuwa zinajadiliwa pia kwa siku ya jana baada ya taarifa kutoka hapo juzi Simba kuweza kutumia uwanja wa New Aman Complex katika mchezo wa finali ya mguu wa pili. Lugano Israel anazo takwimu na dondoo mbalimbali kuhusiana na hicho ambacho kilikuwa kinaendelea. Kaka Lugano, mzee wa black and white, uko poa? Bwana niko poa, mambo vipi? Kama kawaida. Mungu ni mwema. Bwana ni siku nyingine tena leo. Ya, ni siku nyingine tena ya kuambia watu vitu ambavyo pengine walikuwa vifahamu. Kuhusiana na kile kitu ambacho kinaendelea sana, hasa kuhusiana na Simba, uwanja wa Mkapa, uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar pamoja na Berkane. Hapa nazungumzia finali. Kwanza watu wafahamu kabisa kwamba ule uwanja wa New Aman Complex Zanzibar hauna vigezo vya kuhosti finali. Yani hauna vigezo kwa kanuni za FIFA ya CAF na miongozo yake ya mwaka 2022-23. Yani ule uwanja hauna vigezo vya kuhosti finali. Unajua hizi ni finali. Umeelewa? Kwa hiyo wakati Simba wakitaka kutumia uwanja wa Mkapa, wana sababu ya kuandika barua. Nimesikia barua imeandikwa kuelekea CAF kwa kupitia katibu wa Simba. Na nimesikia katibu ndo amepeleka taarifa kule. Pale kuna kitu ambacho Simba huenda kama amekikosea, kwa sababu mtu wa mawasiliano ya moja kwa moja na CAF ni TFF. Umeelewa? Kwa hiyo lakini Simba wana hoja ya msingi ya kupelekea uwanja ukatumika ni wa Benjamin Mkapa. Kuna hoja tofauti ambazo lazima watu wazifahamu. Tunazungumzia hoja hizo, tunazungumzia kuhusiana na viwanja hivi. CAF wamevigawanya katika maeneo manne muhimu sana ya viwanja. Kuna kiwanja namba 1, kuna kiwanja namba 2, kuna kiwanja namba 3 na kiwanja namba 4. Namba 4 ndo top. Sio kwamba namba 1 inapoanza. Namba 1 yani categories 1, category 2, 3 and 4. Yani 4 ndo yani ile advance, daraja la juu. Ya juu, uwanja wenye viwango vya juu. Kwa hiyo CAF kupeleka kwenye uwanja wa New Aman kwenye finali. Unajua kuna finali ya kwanza na finali ya pili. Nashangaa hata CAF wenyewe inawezekana pengine hata wamejisahau, kwa sababu hata uwanja wa Berkane wenyewe unaingiza watazamaji 15,000. Ile ni finali ya kwanza, lakini ina viwango vya finali. Kwa hiyo hata ule uwanja haukustahili kutumika kwa viwango vya FIFA na kanuni zake. Kama watasimama kwenye viwango vya FIFA na kanuni zake, ule uwanja ukufaa kutumika kwenye finali. Ule uwanja wa New Aman ndo tuanze kuzungumzia. Ule ni uwanja ambao kwenye viwango vya CAF, sawa? Upo katika category 3. Namba 3. Maana yake kigezo namba 3. Ina vigezo namba 3. Ambavyo vigezo namba 4 ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Yani ni uwanja ambao unakidhi vigezo vyote. Kuna vigezo baadhi ambavyo watu wavifahamu ambavyo CAF wamevizingatia, hasa za kimiundombinu. Sawa? Umeme, sehemu ya parking ya kutosha, sehemu ya kukaa waandishi wa habari, sehemu ya kukaa officials wale, pitch yenyewe ina viwango gani, kwa sababu viwango vya CAF vinazingatia pia nyasi ili uweze kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo ule uwanja wa New Aman unatakiwa mashindano gani ya shiriki, sio finali. Hata mashindano ya CAF yanachezwa. CAF ndo vigezo vya CAF, mashindano ya CAF yana mwisho wake wa kucheza katika mashindano yale. Manake unapoingia kwenye shirikisho na ligi ya mabingwa, wanatakiwa wacheze kutoka ngazi ipi mpaka ngazi ipi. Mfano uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar, unatakiwa kuchezea kwenye hatua ya makundi, sawa, mpaka hatua ya robo finali. Si umeelewa?
Kwa hiyo ukiingia kwenye nusu, hata ile Stellenbosch walivyocheza pale, kwa mujibu wa vigezo vya CAF ambavyo ni vya club licensing ya mwaka 2022-23, ule mchezo hakutaki kuchezwa pale Zanzibar. Inawezekana pia labda hekima tulizitumika au walisahau. Unajua binadamu tunaambiwa pia kusahau. Lakini ukienda kwenye vigezo vya CAF vinaonyesha mwaka 2022 na 23, vinaonyesha kwamba CAF, sawa viwanja vya mpira wa miguu vinatakiwa kuwa katika madaraja hayo mangapi? 4. Na kile cha Amani Complex kina daraja la 3 ambacho hakiwezi kuhosti mashindano ya fainali. Kwa hiyo kinatoka kabisa kwenye hoja hiyo. Sasa ukija kwa upande wa Simba, ukiniuliza Simba, utetezi wao unaanzia hapo kwamba pamoja na kwamba mmepeleka uwanja wa New Amani Complex, sawa, lakini ni kiwanja ambacho katika vipengele vya CAF haviruhusu uwanja kama ule, kwa sababu kile ni daraja la 3. Daraja la 4 ndio ambalo ruhusu kuchezesha mashindano ya fainali. Kwa maana viwanja vya fainali vina vigezo gani? Viwanja vya fainali vina vigezo, mfano Mkapa unavyoizungumzia, vinajitosheleza katika miundombinu. Sawa, kwa maana ukizungumzia pitch, ubora wake, uwezo wa uwanja kuingiza watu, capacity ya watu. Yani fainali nasema hivyo, fainali lazima iwe na capacity, nazingatia capacity ya kuingiza wingi wa watu. Lakini iwe na sehemu nzuri ya waandishi wa habari. Unaona pale kuna marekebisho makubwa yalifanyika. Lakini pia kuna sehemu ya parking ambayo inatakiwa pia izingatiwe. Uwanja wa Mkapa na parking kubwa, umeelewa, ukiachana na nje, lakini pia ndani kuna parking kubwa ya magari. Kuna sehemu ya usalama wa kutosha, vitu ambavyo pale Mkapa vipo. Yani kila kitu. Na utetezi wa Simba ambao unaweza kuwapeleka moja kwa moja ni kwamba CAF wenyewe ndio ambao wanafanya wana sehemu ambayo inathibitisha uwezo wa nini wa viwanja, yani ubora wa uwanja uko katika level gani. Na Zanzibar pamoja na kwamba waliuboost na kufikisha 3, si ndio, lakini haujafikia vigezo vya moja kwa moja kwa Mkapa kwa sasa, kwa maana uwanja wa New Amani Complex kupeleka kule, pengine hata CAF wenyewe walijisaulisha kwenye hoja. Sasa ukiangalia hoja ambazo alizipeleka Crescentus Magori za uwanja, ilikuwa ni influence nzuri sana ya kuambia CAF kwamba lazima mzingatie kwamba uwanja uko katika hali ya usahihi kabisa kutumika. Na wamepeleka wao wenyewe Simba. Sasa Simba kama wamepeleka wao, hawajawapa TFF ndio wapeleke kule. Kwa sababu Simba sio mwanachama wa CAF. Yes. Sawa, Simba ni mwanachama wa TFF. Kwa ili Simba kupata haki kule lazima ipitie kwa TFF. Kwa TFF lazima apokee hizo taarifa za Simba na wasaidiwe kuzipeleka TFF. Na TFF wanaanza wakaomba udharura kutokana na tukio hili. Maana yake kamati ya mashindano ya kwa maana ya CAF ipate udharura wa kulizingatia hili. Kwa maana hata kuja kutumia watu ambao wanakuja kuangalia uwanja, lazima pia wanaweza kaingia katika udharura wake kutokana na nguvu kutoka TFF. Kwa TFF wana msaada mkubwa wa kulirekebisha hili. Kwa hiyo ukiangalia tu uwanja, kutokuwa na vigezo uwanja wa Amani unawapa nafasi Simba ya kuja yani kwenda Benjamin Mkapa, lakini kupeka hoja CAF na kusema tunataka uwanja utumike. Lakini kuna madhara yake. Kwa sababu Simba watakokuwa napeleka hoja, lazima apeleke hoja. Wanaweza kachukua picha za uwanja wa New Aman, wanaweza kachukua vigezo official kabisa ambao vitaguliwa na CAF kwamba uwanja uko kwa grade gani, wakapeleka kule. Lakini pia wakapeleka hata ushahidi wa idadi ya watu, vyote ambao vinatakiwa kuonyesha ule uwanja kwamba hauna hadhi ya kutumia katika fainali. Si umeelewa? Wakapeleka. Ina maana moja kwa moja kwenye hoja hiyo, kwa sababu kanuni na taratibu na miongozo ya CAF itautoa ule uwanja wa New Aman kwenye fainali. Sasa faida ambayo ataipata Simba endapo tu pichi ya Mkapa itakuwa katika hali iliyo sahihi. Maana yake Simba mpaka dakika hiyo watakuwa wameshashinda kwenda kutumia uwanja wa Mkapa. Sasa kushinda kwao vigezo vyote vimetimia, hasa kwenye pichi. Endapo kama malalamiko ya Simba kaapeleka CAF na CAF wakazingatia na wakaona kweli
ule uwanja wa New Amani Complex hauna hadhi ya kutumika katika fainali, itabidi sasa warudi kuona uwanja wa Mkapa na umekizi kwa sasa. Lakini pia hakuna labda siku zinazotoa hiyo range ya kufanya hiyo tathmini ya uwanja huu ni bora au la, maana wasije wakafanya hivyo then muda ukapita vile vile watu wakacheza zani. Sasa ndo maana nasema kuna vitu ambavyo vina hasara yake. Hasara yake unaweza kwa mchezo kaahirishwa. Mchezo wa finali inaweza kaahirishwa endapo kama kutakuwa na matatizo ambayo hayawezi kutatulika kikanuni na taratibu na miongozo. Mchezo unaweza kaahirishwa Zanzibar kwa sababu ya ule uwanja hauna hadhi ya kuhosti mashindano ya CAF. Lakini Mkapa kama itafanikiwa kwenye hoja za Simba zikapelekwa kule ukafanikiwa, lakini ukakosa sifa za vipimo ambapo kama wapimaji wa dharura wakaenda kupima uwanja ukaonekana una changamoto, bado hauwezi kutumika kwenye fainali. Sasa Simba itabidi watafute uwanja mwingine ambao watautumia kama uwanja wa nyumbani, lakini nje ya Tanzania. Hiyo ndo hasara sasa. Utakuwa umekosa Zanzibar, unasema umekosa bara na umekosa na Pwani. Umeona? Wehe, sasa kuna vitu ambavyo vio katika mazingira hayo. Lakini wanasema kwamba kwenye swala zima la Simba kuweza kutumia Mkapa, sawa, wana haki sana ya kwenda kupambania uwanja utumike. Umeulizia kuhusiana na muda wa siku 10, sawa, zinahitajika au kwa mechi ile bagia kwa siku 10. Sina uhakika sana kama kuna sehemu ameweka limit ya muda wa kutoa taarifa, lakini kwenye fainali, unapozungumzia fainali inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Yes. Kwa swali lako nikwambie, inawezekana kwa upande wa TFF na kwa upande wa Simba kuna makosa kwa TFF na Simba na wale wanaosimamia uwanja, inawezekana kuna makosa ambao wameyafanya ambayo moja kwa moja kama yatagundulika kuna makosa, TFF na Simba zakapata adhabu ya CAF. Kwa maana ngoja kwanza, hayo makosa ambayo wanaweza kanayafanya ni katika mlengo wa taarifa za CAF. Kwa sababu kama uwanja ulifungiwa, kama CAF walikupa maagizo ya kufanyia kazi yale marekebisho katika uwanja, na yalifikiwa yale maagizo yenu mmeyafanyia kazi, kuna utaratibu wa kutoa taarifa CAF. Kuna utaratibu wa kutoa taarifa. Kama umetekeleza unaambia bwana nimeshafanya kitu fulani njoo ukaague. Lakini kama hawakuambia kwa muda sahihi CAF kwamba tumeshafanya katika level hii njoo mkaague kwa muda ambao wenyewe inawezekana wamejipangia, ina maana Simba wanakosa sifa ya kutumia uwanja. Na kukosa sifa hizo inawezekana CAF wakasema kwa udharura, kwa sababu uwanja ulizo kapima kwa udharura. Lakini baadaye kitu ambacho kinaweza kaja wakabaini kwamba Simba au TFF walishinda kuisaidia CAF kwenda kufanya utafiti, kwa sababu uwanja unasema umekamilika. Kwa nini sasa hujapimwa kwa wakati huo, na kwa maana CAF kujiridhisha kwamba uwanja uko sahihi kutumika? Umeelewa? Hapo kuna mgogoro ambao unatengenezwa na vitu viwili. Cha kwanza ndo hao TFF na mamlaka ya uwanja pamoja na Simba kuwapa taarifa kwa wakati CAF, ambapo sasa Simba wanaweza kaingia kupigwa faini. Kingine ni TFF ambao wana mamlaka ya moja kwa moja kutoa taarifa. Kwa hao watu wawili wanaweza kapigwa faini. Cha tatu ni nazungumzia sasa mamlaka. Inawezekana walikosea, walishindwa kutekeleza hilo jambo kwa wakati. Maana yake mamlaka ya uwanja labda kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Pengine walikuwa na hofu kwamba tukiwaambia leo awakafu inawezekana akakuta hiki akijakaa sawa, hebu tumwagilie maji mpaka siku kama 5 hivyo tutoambie, lakini kumbe unatoka kwenye taratibu. Lakini kwenye udharura kanuni zitazungumza kuhusiana na CAF na nini ambacho kinafanyika hasa katika hatua za kulinda miundombinu ambazo mara nyingi sana, sawa, kuna taratibu ambazo huwa mara nyingi zinakuwa zinatumika. Nataka niangalie hapa. Kwa hiyo hapo nilikuwa nazungumzia kwa standards za viwanja. Standards za viwanja ziko 4 ambazo sasa zinakitoa kabisa kiwanja cha New Amani. Kwa Simba ushindi wao upo kwenye miguu yao. Je, wamefuata taratibu ya kuambia TFF? Je, wameweka hoja za msingi? Kwa sababu kuna hoja za msingi ambazo Simba wanatakiwa kuzipeleka, ambazo zitaweza kuwasaidia kama ambavyo nimesema. Na kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika
ni kupeleka pia ushahidi ambao nimesema wa ule uwanja na kufata zile engo sahihi za kupeleka kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo mimi naamini uwanja wa Mkapa utaenda kutumika. Sawa, endapo pitch iko sahihi, kama pitch iko sahihi na TFF wakaandika barua kwenda CAF kwa sababu ya mabadiliko haya, kwamba kuna mabadiliko ambayo imeenda huko mlikopeleka kwa kanuni hii hairuhusu. Manake CAF wenyewe itabidi wajikosoe kwamba tumekosea wapi. Ni kweli kabisa uwanja wa New Amani hauruhusiwi. Hata nusu finali wa Stellenbosch ilikuwa au style wamejisaulisha kwa sababu wameupimpo na umekuwa mzuri. Inawezekana hawakuangalia vigezo ambavyo walijiwekea wenyewe. Kwa hiyo Simba uwezekano wa kutumia uwanja wa Mkapa ni mkubwa. Lakini ukiutizama uwanja wa Mkapa na sio mechi hii tu ambayo ilileta madhara kwenye ile mechi dhidi ya Al Masry. Nakumbuka kulikuwa kuna maji mengi baada ya half time pale. Watu wakawa na mop maji kwenye uwanja. Ile nadhani ile ilikuwa ni picha ya kwanza ambao CAF wakatake notes moja kwa moja, lakini ile sote ukio la kwanza kwenye uwanja ule wa Benjamin Mkapa. Nakumbuka kipindi kile Bernard Morrison alicheza mpira mwingi sana, alikuwa anatembea kwenye maji. Sikumbuki ilikuwa anacheza Simba na nani? Alikuwa anacheza na itakuwa ni wale kutoka Zambia. Yes, ile mechi ambayo ilitambulisha Simba, mechi ambayo ilimtambulisha nani ambaye yuko Simba sasa hivi, mshambuliaji Joshua Mutale. Nakumbuka ile ilikuwa pia kama ilikuwa na maji. Power Dynamo. Yes, ilikuwa ni mechi Morrison alicheza sana. Ilikuwa ni maji hivyo, lakini nakumbuka yes, hata lakini wakina Fiston Mayele na wenyewe finali yao. Japo kipindi kile haikuwa na maji mengi, lakini pia maji yalikuwepo. Ulikuwa unaona kuna nyakati mtu anateleza anaanguka. Sasa hili ni gonjwa ambalo limepelekea haya mambo kutokea. Hauoni kwamba ni kama watu wana haki ya kufungia uwanja kwa muda mpaka hii miundombinu tengenezwe iwe imara zaidi? Sasa ilipofikia sasa hivi ni kuchezwa kwanza kwa finali. Umeelewa? Wachezwe kwanza finali na kila kitu kikae sawa. Lakini nikwambie Simba hata kama hawa nani CAF wenyewe watakataa kutumia uwanja wa Mkapa. Simba bado ana rumu ya kuhakikisha mpaka uwanja wa Mkapa unatumika. Kuna kamati ya CAF inaitwa CAF Committee. Kifungu cha rufaa ambacho kuna kifungu cha rufaa ambacho kinaruhusu kukata rufaa. Lakini kukata rufaa huko lazima kupitia pia TFF. Kwa hiyo Simba wanaweza kukata rufaa kupitia kunaitwa CAF Appeal Committee. Appeal Committee. Endapo kama CAF wenyewe watakumalia kwamba uwanja wa New Amani Complex ndio utumike. Sasa Simba wanaweza kutumia CAF Appeal Committee ambayo ina nguvu ya kuweza kupitia mahoja zao. Hizi hoja ambazo tumezizungumza ni hoja ambazo Simba zinaweza kupa ushindi moja kwa moja. Yaani sio ushindi wa manyang'au. Au yani sio wa uhofu, kwa sababu unaenda kupeleka hoja kwa sababu kama CAF wenyewe ndo walitengeneza kanuni, walitengeneza na taratibu na miongozo. Na miongozo hiyo ni ya miaka 2022-23 ambayo itawafunga wao ukienda na hoja zako kuambia kwa kutokana na miongozo wa CAF na kanuni za CAF za mwaka 2022-23 zinasema uwanja ambao haukidhi viwango vya kuchezewa hauruhusiwi kuchezea. Sasa ukiapatanisha na ushahidi wa uwanja wa New Amani Complex, tayari unakuwa umeshatetea hoja zako. Ukienda kwenye CAF Committee Appeal, tayari Simba wanaenda kutumia uwanja wa Mkapa. Wasiwasi wangu sasa unaobakia ni je, wale kitengo cha kwenda kupima uwanja, sawa je, wakijiridhisha kwamba uwanja wa Mkapa bado una shida itakuwaje? Maana yake ni kwamba Simba itabidi wakacheze nje ya Tanzania. Hilo ndo fulangu. Lakini kuhusiana na Simba kutumia uwanja wa Mkapa kuna hoja kubwa sana. Lakini pia nimemwona Mo Dewji na akionyesha kama kamgomo kwamba kama finali itafanyika Zanzibar mimi sitaenda. Kwa CAF pia wanaheshimu sana watu ambao wana ukubwa katika jamii. Umeelewa? Kwa hiyo hata hilo inawezekana ni sehemu ya kuona kama hata mtu ambaye kwenye timu husika hata kuwepo, manake tutakuwa tunaleta madhaifu. Lakini pia kigezo cha Simba kwamba kutumia mashabiki ambao wameshanunua tiketi kwa wingi, sawa? Pia ni kigezo ambacho wakikiandika kwamba kutokana na taarifa ambayo ilichelewa kutoka, sisi tumeshaanza process kwa ajili ya kuandaa finali ziwe na ubora.
mashabiki wetu wamesha nunua tiketi ya uwanja wa Mkapa kwa kiwango hiki. Kama ni hofu ni uwanja kwa mvua itanyesha, si ndio? Wanaweza kutumia pia namna ya kuwatumia wanasema wale watabiri wa hali ya hewa, wakaangalia baada ya wiki 2 au tarehe hiyo kutakuwa na kitu gani. Inawezekana siku hiyo kukawa na nini, na jua kali. Kwa hiyo kwa hoja ambazo wanaweza kutumia za kitaalamu kwenye kamati ya apili ya CAF, inaweza kawasaidia Simba kwa kiasi kikubwa kutumia uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo mimi niwaambie viongozi, mimi sio kama anajua sana, hapana, lakini kwa kuwakumbusha, inawezekana wao ndio wanajua zaidi, lakini inawezekana wakajisahau, tuwakumbushe kwamba pia kuna CAF apili committee ambayo inaweza kawasaidia hata CAF hii wakizingua, anaweza kapeleka hata yale hoja ambazo aliraise kwa maana ya Crescentus Magori, inawezekana akaziunganisha humo, na ni muhimu akaziunganisha humo kwa sababu inawezekana pia kuna upangaji au kuna shinikizo la baadhi ya watu mchezo kachezwe Zanzibar. Umeelewa? Kwa hiyo ile shinikizo, kama kabla taarifa ya kafu alikuwa haijatoka, alafu taarifa Belekana wakawa ameitoa, maana yake kuna taarifa ambayo inaonyesha kwamba kuna upangaji wa hiki kitu kifanyike kule. Kwa nini Simba hakupata taarifa mapema na Belekana wamepata taarifa mapema? Hapo kuna shida, manake unaweza ukaaju swali kwamba kwa sababu makamu wa kwanza wa rais wa kafu anatoka nani Morocco, na Belekana inamhusu kabisa. Inawezekana kuna shinikizo la ndani. Kwa hiyo hata hiyo akiweka kwenye kamati ya appeal, wanaweza kuwa na hoja ya ushindi ya Simba Sports Club. Lakini kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba hizi taarifa zimetolewa mapema. Ndio maana Belekana pia waliwahi kupost, ila Simba hawakusoma email ambayo ilitumwa na CAF. Kuna ukweli wote hapa? Sasa hiyo siamini kama Crescentus Magori anaweza kasema wakati hajaona email. Lazima email watu watakwambia betumwa imeingia sasa hivi. Inawezekana labda kuna uzembe. Unajua kuna uzembe ambao watu wanajificha kwenye uzembe. Kuna uzembe, inawezekana email ilitumwa, yule ambaye anataka kuisoma email akuisoma kwa wakati ule. Inawezekana ili kuficha aibu kwamba yeye hayuko active kwenye masuala ya klabu na kutoa taarifa, akasema ndio imetumwa sasa hivi, kwa mtu anayesikia anajua imetumwa sasa hivi. Umeelewa? Inawezekana pengine hata Crescentus Magori hakupata taarifa rasmi. Sasa wale watu ambao walipata ile email wakienda kudanganya, ndo hapo wataenda kuumbuka, kwa sababu inafika kwenye kamati ya appeal ya kafu, watakuletea email kwamba tumetuma muda huu na imepokea muda huu. Kumbe yule alikuwa anataka kudanganya uongozi. Kwa hata hivyo vitu ndio wajiridhishe kwa kiwango cha kutengeneza hoja ambayo itakuwa na mashiko. Wakiappeal afa wakishindwa ni aibu sana, na wakumbuke pia kuna adhabu ambayo wao wenyewe wataweza kuipata endapo kama kuna makosa ambayo Simba waliyafanya. Lakini Lugano, kwa nini watu wanachagua sana uwanja? Kwani haiwezekani Simba akakubali tu moja kwa moja? Kuna wale wanasema kwamba wewe umetoa vigezo vya uwanja labda mbovu, magrendi ukayataja, lakini imani ya wana Simba wengi. Ngoja ieleweke kwamba sio kwamba uwanja ni mbovu. Hatumaanishi kwamba zile grade unamaanisha uwanja ni mbovu. Kuna vigezo ambavyo FIFA na CAF wameviweka yani kuona mashindano haya na mashindano haya. Yani uwanja huu unaweza kutumia kwenye hiki. Vigezo hivi katika level hii. Kwa hiyo level wa uwanja wa Mkapa uko katika level za juu kabisa, ambazo mashindano yoyote yale yatafanyika pale. Hakuna mashindano ambayo yanawezekana asifanyike. Yani mpaka finali za AFCON zinafanyika, CHAN zinafanyika, za ligi ya mabingwa, za shirikisho zinafanyika. Sasa kile kiwanja cha New Amani Complex zinaishia kwenye hatua za nini? La robo final. Hata kafu, hata mashindano ya CHAN, sawa, haiwezi kufanyikia finali. Inafanyika nusu finali. Kwenye mashindano ya CHAN of course. Yani kwa kuna vigezo vyake na ukubwa wa mashindano husika. Umeelewa? Yes, nimekuelewa. Sasa Lugano, ukizungumzia swala la viwanja hiyo, Simba walipeleka suggestion ya viwanja viwili vya kutumia. Ndio. Mkapa na New Amani. Sasa kwa nini New Amani walipeleka kama mapendekezo yao ya uwanja wa pili wa kutumia wakati uwanja ukizi vigezo vya finali? Kwa neno lako la kwamba Simba walipeleka pendekezo la kwenda kutumia uwanja wa New Aman, inawezekana ni katika mashindano ya awali, ambayo kwa naruhusu kwamba kwenye hatua ya makundi unaweza kutumia, hatua ya robo finals ukatumia, lakini kwenye mipango ya CAF, kanuni zao na taratibu na miongozo yao inajieleza kabisa kwamba
uwezi kutumia kwenye fainali. Kwa hiyo wanajifunga wenyewe CAF wanajifunga, lakini hata taratibu zinajifunga zenyewe kwamba hauwezi kutumia ule uwanja watu 15,000, alafu kuna uwanja unakupa watu 60,000. Hadhi ya fainali ya shirikisho inatakiwa ibebe hadhi ya watu ambapo hata mdhamini wa mashindano makubwa ya shirikisho anafurahi kuona ameona crowd ya watu. Itakuwa inashusha hadhi pia mashindano ya shirikisho endapo watu watakaoenda kuingia kwenye fainali ni watu 15,000. Itakuwa sio sawa. Kwa hiyo hata wenyewe kwa hoja hizi Simba kizipeleka wataenda kuwaonyesha kwamba hiki ndio show ambacho kimetengenezwa kutokana na kamati za CAF kwamba lazima tuzingatie vigezo hivi. Kwa hiyo vigezo ambavyo vinaruhusu ni uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo naamini kwa kitumia hoja hizo za kwamba ule uwanja haujitoshelezi, Simba ushindi wao ni mweupe kabisa kutumia uwanja wa Mkapa. Na uwanja wa Mkapa umezungumzia kwamba kwa nini watumie uwanja wa Mkapa. Kutumia uwanja wa Mkapa, kwanza Simba ni uwanja wako wa nyumbani ambapo timu inakuwa comfortable, si ndio? Lakini pia vibe la mashabiki. Lakini ni kwenye katika historia ya Simba uwanja wa Mkapa wanakuambia hatoki mtu. Umeelewa? Licha kwamba kuna baadhi ya mechi Simba isha kufungwa katika dimba la Mkapa. Washa kufungwa, lakini bado atmosphere ya uwanja, imani ya Simba kutumia uwanja unaipa nafasi bado Mkapa kutumika. Lakini pia kwenye hadhi ya mashindano ya shirikisho lazima utumie uwanja kama Mkapa ambao unakupa sehemu ya parking ya kutosha, unakupa sehemu ya waandishi wa habari wengi wanakaa sehemu stahili, usalama, hatusemi kule hakuna usalama, lakini ukubwa wa maeneo na vitu kama hivyo. Lakini pia ukiangalia vigezo tu vya FIFA vya CAF vinakuruhusu kwamba lazima tuchezee uwanja kwa Mkapa. Hili swala la watu ambao wanasema sijui kuna swala Figisu, huyu Keja ambaye ni alikuwaga rais wa Berkane, ambaye alikuwa na wadhifa pia kwenye maeneo ya CAF mbalimbali na hata sasa hivi anazo hizo nyadhifa. Wanasema kwamba kuna hujuma kama inafanyika kwa sababu ya hiyo kauli kwa Mkapa hatoki, na mara nyingi hawatoki kweli. Ahali anakufa pale na timu nyingine kubwa tu zikija zinashindwa kupata matokeo. Pengine inaweza kawa pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vina ukweli ndani yake Lugano. Ukiangalia kwa scenario ambayo unaweza ukaiona, kwa maana ya kwamba kama taarifa ilitoka mapema Berkane wakaipata na wakaposti, na lakini kwa upande wa Simba akachelewa kuipata, moja kwa moja unaweza kujua kuna figisu kama taarifa itakuwa kweli. Yani kama taarifa Berkane wameipata wakaiposti, tutaenda kutumia uwanja, hoteli wameshabuku tayari Zanzibar na vigezo vipo tayari, vielezo vipo, yani inaonyesha kabisa kwamba yule rais wa kwanza wa CAF, sawa, amevujisha siri. Maana yake mwenyewe alikuwa na shinikizo la uwanja ukatumike kule. Kwa hiyo kuna namna ambavyo haki za Simba zimeminywa kutokana na taarifa kupatikana. Maana yake kwa nini Berkane amepata taarifa mapema? Unaanza kumleta rais ambaye yuko CAF pale, ambaye ni rais pia wa shirikisho la mpira wa Morocco, ambaye pia ndani ya Berkane yeye ndo kaifanya Berkane kufika hapa. Maana yake Berkane ni damdamu na yeye. Kwa hiyo hapo Simba pia kigezo kama hicho unashinda tu. Ukienda kwenye kamiti, appeal kamiti ya CAF, Simba anatoboa mapema kabisa. Bwana, mimi tumemaliza hapa. Ya, tumalize tu kwamba Simba, hasa viongozi wa Simba wanalo jukumu. Sawa, wanalo jukumu la kwenda kupambania haki hii. Wanalo jukumu la kupambania haki hii. Na hii haki waende kwa ushauri mahususi. Barua kama Simba walipeleka wao CAF, maana yake kwanza wamefeli. Kama wametumia kuipelekea kwa kupitia CAF, TFF Blue Tick, maana yake TFF itabidi wapambanie haki za mwanachama wake ambaye ni Simba. Simba kama atakuwa amepeleka hoja za msingi za uwanja ni amani, hauna vigezo vya kuhosti mashindano ya fainali, Blue Tick, si ndio? Lakini pia kama Simba wakiona wamekwama kwa upande wa kamati hii ya CAF wenyewe maelekezo akatoa ndo hayo ya Zanzibar, wakienda kwenye kamati ya appeal ya CAF, Blue Tick, maana yake pia waombe udharura. Lakini ndo hapo itakuja, endapo uwanja wa Mkapa kama utashindwa pia kukidhi viwango vya kufanyia utafiti wa haraka, wakafanya utafiti bado haikukidhi, maana yake uwanja ni nje ya Tanzania. Utakuwa umekosa bara na pwani. Umekosa bara na pwani. Kwa bara imekula,
Pwani nimekula. Umekosa Benjamin Mkapa, umekosa Zanzibar. Bana, mimi naitwa Lama, and then the finest. Nilikuwa na Lugano Israel.